Silaha nyingine ambayo ningependa nielezee inaitwa ngao ya imani. Nadhani kila mtu anajua ngao ni nini. Ngao ni kifaa ambacho kinashikwa kwa mkono hivi, inaitwa ngao ya imani. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 6, maandiko sema pasipo imani hauwezi ukamshawishi Mungu, hauwezi ukampendeza Mungu. Kwa hivyo ukiwa hauna silaha ya ngao ya imani, kuna vitu ambavyo Mungu atataka kukupa ama wewe utazihitaji, lakini kwa sababu hauna uwezo wa kumshawishi Mungu, kwa sababu hauna matendo ya imani ya kumshawishi Mungu, Mungu atakosa kukupea. Wajua imani huwa inaandamana na matendo. Ndio maana maandiko yasema imani isiyokuwa na matendo imekufa. Imani lazima iandamane na matendo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo mlango wa 2 na mstari wa 17. Kwa hivyo matendo ya imani ambayo unayadhihirisha ndio huwa yanamshawishi Mungu akufanyie kitu, akutoe kwenye umaskini, akutoe kwenye utasa, akufanye kuwa tajiri. Unamshawishi Mungu kwa imani, kwa ngao ya imani. Sasa kuna watu ambao hawajaweza kupata vitu ambavyo wanavihitaji kwa sababu hii silaha ambayo inaitwa ngao ya imani hawana kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani huwa inapatikana kwa njia kuu mbili. Imani huwa inapatikana njia ya kwanza, I think utaenda kufuatilia somo ambalo nimefundisha kuhusiana na imani, lakini nitawakumbusha tu. Imani huwa inapatikana kupitia kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 10 na mstari wa 17, maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Lakini pia imani inapatikana kama karama ya Roho Mtakatifu. Unapokaa sana na Roho Mtakatifu, unapata karama ya imani ndani yako. Inakuwa sio lazima sasa ikuwe umesikia ndio uamini, lakini hicho kipawa kiko ndani yako. Ndio maana utaona kuna watu ambao huwezi ukawatikiza kwa lolote. Si eti kwamba huyu mtu ametoka kusikiza neno ndio imani ikajengeka, lakini amekaa na Roho Mtakatifu kiasi kwamba kuna karama imezaliwa ndani yake ya Roho Mtakatifu ambao ni karama ya imani. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 8 mpaka 11, hapo ndio utasoma kuhusiana na imani ambayo inapatikana kama karama ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni silaha ambao unafaa kuwa nayo ili uende kupigana vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kingine ama silaha nyingine ambao unafaa kuwa nayo ili kuenda kupigana vita ya kiroho inaitwa chepeo ya wokovu. Inaitwa chepeo ya wokovu. Wokovu it is symbol kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pale ambapo utakiri kwa kinywa chako na ukaamini kwa moyo wako. Vitu vingapi? Viwili. Unakiri kwa kinywa lakini pia unaamini. Hauwezi wajua kuna watu ambao wanafuatishanga maneno tu, lakini huyu mtu ndani yake, ndani ya moyo wake hajaamini. Hapo hakuna kuokoka. Lazima wokovu utoke katika moyo wako. Mungu anaangalianga moyo wa mtu kabla hajajua, yani kabla hujasema kwamba huyu mtu ameokoka ama hajaokoka. Mungu anaangalianga ndani ya moyo wako. Ndio maana utaona mlevi atakuja umuombea okoke, lakini kwa sababu yeye anasema maneno tu, hakuna kitu kinachotokea. Lazima itoke ndani ya moyo. Sasa chepeo ya wokovu ni silaha ambayo unafaa kuwa nayo kama Mkristo ili kupigana vita vya kiroho. Na hii silaha inakuwezesha number 1 kuwa murithi wa vitu vya mbinguni. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha wa Galatia mlango wa 4 na mstari wa 1, maandiko yanasema mrithi ana tofauti na mtumwa, ingawaje ni bwana wa vyote. Lakini pia maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari wa 12, maandiko yanasema bali wote waliompokea Yesu aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Mwana ama mtoto anakuanga na haki ya kurithi vitu vya baba yake. Kwa hivyo chepeo ya wokovu ama wokovu unakusaidia kurithi vitu ambavyo ni vya mbinguni, vitu ambavyo ni vya baba yako wa mbinguni. Hiyo ni silaha ambayo itakusaidia katika kurithi vitu vya mbinguni. Number 2, silaha ya chepeo ya wokovu itakusaidia wewe kama Mkristo kuwa na haki ya kuomba chochote ambacho unakihitaji kwa jina la Yesu Kristo na ukakipata. Kuna wakati maandiko yanasema ya kwamba wana wa Skewa
waliamua kwenda kutoa pepo kwa jina la Yesu, lakini yule pepo akawapiga. Aliwapiga kwa sababu wale wana wa Skewa, maandiko yanasema walikuwa ni watoto wenye kutangatanga. Leo hii wako waganga, kesho wamekuja kanisani. Walikuwa hawajaokoka. Kiufupi, walikuwa na majini, walikuwa na mashetani. Na kile ambacho kilifanya ili jina la Yesu Kristo lisifanye kazi katika maisha yao ni kwa sababu hawakuwa wameokoka. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 7, maandiko yanasema, nanyi mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni chochote. Unaanza kwanza na kukaa ndani ya Yesu, ina maana umeokoka, na alafu utaomba chochote ambacho unakihitaji na Mungu atakupea. Lakini ukiwa nje, ina maana kwamba huwezi ukafaidi. Kwa hivyo wokovu, maana umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, huo unakusaidia katika kurithi vitu vya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niweke vitu nini hapa. Lakini pia wokovu unakusaidia katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 na mstari wa 17. Unakusaidia kukupea alama ya kudhihirika kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kwenye kile kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 17, maandiko yanasema, tangu sasa, huyu ni Paulo anasema, tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana mwilini mwangu unachukua chapa zake Yesu Kristo. Unakuwa na alama kiasi kwamba shetani likipita linajua kwamba huyu sio upande wa giza, lakini huyu ni upande wa Mungu. Elewa, lakini hiyo ni silaha ya chepeo ya wokovu. Lakini pia silaha ya chepeo ya wokovu itakuwezesha kununua vitu vyako ama kukomboa vitu vyako na kujikomboa wewe kutokana na falme za giza. Itakusaidia unajikomboa, unaendanga na hii silaha kujikomboa na kukomboa vitu vyako kutokana na falme za giza. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo, Yesu akatununua kwa damu yake watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na watu wa kila jamaa, lakini kwa damu yake. Elewa? Kwa hivyo ukiokoka tayari unakuanga umekombolewa. Ukiwa na silaha hii ya wokovu, unakuanga unajikomboa kutokana na falme za giza na kukomboa vitu vyako. Lakini pia kitu kingine, silaha ya wokovu ama chepeo ya wokovu huwa inakusaidia kudhihirisha ishara za watu wanaoamini. Kwenye kile kitabu cha Marko 16 na mstari wa 16, maandiko yanasema ya kwamba na ishara hizi zitaandamana na hao waaminiwa, kwa jina langu watatoa pepo, watashika nyoka, watanena kwa lugha, wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Lakini pia maandiko yanasema kwamba wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Ukiwa umeokoka, ukiwa unaamini Yesu Kristo, hapo ndio sasa utaanza kudhihirisha ishara za mtu ambaye ameokoka, kama utakuwa na hii silaha ya chepeo ya wokovu. Lakini pia silaha nyingine ambayo unafaa kuwa nayo kama Mkristo ni silaha ambayo inaitwa upanga wa rohoni, ambao ni neno la Mungu. Nadhani hii nimeelezea sana kuhusiana na neno la Mungu kama silaha, na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ibrania mlango wa 4 na mstari wa 12, maandiko yanasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena li kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, linachoma kugawa viungo na mafuta, linachoma kugawa roho na nafsi, viungo na mafuta, tena li jepesi kutambua makusudi na mawazo ya moyo. Hii ni neno la Mungu. Neno la Mungu liko na uwezo wa kuingia katika mafuta na viungo vyako, likaingia katika moyo wako, likaingia popote, likakuponya, likaenda popote. Ndio maana maandiko yanasema ulituma neno lake waponya, watoa katika maangamizo yao. Kwa hivyo neno la Mungu ama upanga wa roho ni silaha ambayo unafaa kuwa nayo na ukaitumia kama Mkristo kupigana vita vya kiroho. Nikimalizia ni kwamba silaha nyingine ni maombi. Kwenye kitabu cha Luka mtakatifu 22 mstari wa 31 mpaka 34, maandiko yanasema Yesu akawaambia mitume wake, shetani amewaitisha ili wapepete kama ngano, lakini nimewaombea ili Petro ukimarika, nimekuombea Petro ili ukimarika uimarishe na ndugu zako. Maombi ni silaha ambayo unafaa kuitumia kama Mkristo. Baba Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu wa Bwana fanya kazi.